Miaka mitatu iliyopita katika mradi wetu huu wa mbuzi tulianza na mbuzi sita tu, na leo 2025 tunaingia, kesho 2026 tunaingia na mbuzi zaidi ya 58. Ni kwa miaka mitatu. Tafsiri yake nini? Mradi wetu huu miaka mitatu mbele tunaashumu tutakuwa na mbuzi zaidi ya 100 na kitu. Sasa kama tulianza na mbuzi 7, leo tuna mbuzi wasiopungua 57. Miaka mitatu mingine mbele tunahakika mbuzi wetu 57 wana uwezo wa kutuletea zaidi tena ya mbuzi 100. Sasa kama tumeanza kwa udogo, baada ya miaka mitatu tumefika level hii, manake miaka mitatu mingine tutatoka kwenye ufugaji mdogo tutakwenda kwenye ufugaji mkubwa. Manake tumeanza kwa udogo, tuna lengo ya kwenda kwa ukubwa. Hii somo limekuja kwa lengo gani? Inawezekana wewe unataka kuanza mradi, lakini mradi huo unaotaka kuanza nao hauna uwezo wa kuanza. Somo la leo linatuambia anza kwa udogo. Ukianza kwa udogo, unaanza kwa tabia anaoishi kobe. Unajua kobe ni mnyama wa kujifunza kuliko wanyama mwingine wote wale. Kobe anapoanza mwendo, anaanza kwa udogo, hatua ndogo, lakini hachoki. Yeye anaanza hatua kwa hatua kwa hatua, lakini kwa muda mrefu anafikia lengo ambalo analotaka kufika. Inawezekana wewe unahitaji kufuga kuku. Inawezekana wewe unahitaji kuanzisha biashara. Inawezekana wewe unahitaji kufuga. Inawezekana wewe unahitaji mambo mengi ambayo unachotaka kufanya. Jambo ambalo nakusitiza 2026 hii tunaianza. Neno nitaanza kesho liondoe katika kichwa chako. Anza leo kwa udogo ili kesho uwe ni mtu wa kufanya nini? Uko kwenye mwendo. Inawezekana 2025 ulipanga mambo mengi, lakini kwa sababu ulikuwa unataka uanze kwa ukubwa ulishindwa kuanza. Leo hii ukianza kwa udogo, chochote kile utakachoanza kwa udogo, ninaamini baadaye utakuwa mkubwa. Na ninamaanisha nini? Ninamaanisha kwamba maisha ya wanaojaribu hata kwa udogo, baadaye wana uwezo wa kuwa watu wakubwa. Wale ambao wanaojaribu kwa udogo, wale wanaojaribu kwa udogo, baadaye lazima wawe watu wakubwa. Na kitu kingine ambacho nachotaka kukwambia ni kwamba unapoanza kwa udogo, lengo lako nini? Lengo lake ni kwamba lazima baadaye uwe mtu mkubwa. Ninakusitiza ndugu yangu, wewe ambaye uko leo, pengine mazingira yanakusumbua kuanza mradi wa ufugaji, labda wa kuku, wa kilimo, wa kibiashara. 2026 isiwe mwaka wa kujaribu, iwe mwaka wa kuanza. Mungu akubariki sana.
nahitaji uwe ni mtu wa mafanikio mwaka huu ambao tunaoanza 2026. Asante sana, Mungu akubariki sana.